Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Habari za dhuhuri, marafiki wapendwa na wandugu mlioko hapa na wachungaji walioko hapa. Na sasa tutaenda kwenye shule ya kibibilia ya leo Jumapili, ya shule ya kibibilia ya Jumapili, ambayo kwa ajili ya hiyo hebu na tusome katika kitabu cha kwanza cha Samueli, 1 Samuel, mlango wa 16 mstari wa kwanza hadi wa 14. Bwana akamwambia Samueli, hadi lini utamlilia Sauli, ikiwa mimi nimemkataa asiwamiliki Israeli? Ijaze pembe yako mafuta, uende, nami nitakupeleka kwa Yese Mbethlehemi, maana nimejipatia mfalme katika wanawe. Samueli akasema, nawezaje kwenda? Sauli akipata habari ataniua. Basi Bwana akasema, chukua ndama pamoja nawe, ukaseme, nimekuja ili kumtolea Bwana dhabihu. Ukamwite Yese aje kwenye dhabihu, nami nitakuonyesha utakayotenda. Nawe utamtia mafuta yule nitakaye mtaja kwako. Samueli akafanya hayo aliyosema Bwana. Akaenda Bethlehemu, wakaja wazee wa mji kumlaki wakitetemeka. Nao wakasema, je, umekuja kwa amani? Naye akasema, naam, kwa amani. Umekuja kumtolea Bwana dhabihu. Jitakaseni, njooni pamoja nami kwenye dhabihu. Akawatakasa Yese na wanawe, akawaita kwenye dhabihu. Ikawa walipokuja, alimtazama Eliabu akasema, yakini Masihi wa Bwana yupo hapa mbele zake. Lakini Bwana akamwambia Samueli, usitazame uso wake wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Bwana haangalii kama binadamu aangaliavyo, maana wanadamu huitazama sura ya nje, bali Bwana huutazama moyo. Ndipo Yese akamwita Abinadabu, akampitisha mbele ya Samueli, naye akasema, Bwana hakumchagua huyu. Ndipo Yese akampitisha Shama, naye akasema, wala Bwana hakumchagua huyu. Yese akawapitisha wanawe 7 mbele ya Samueli. Samueli akamwambia Yese, Bwana hakuwachagua hawa. Bwana hakuwachagua hawa. Kisha Samueli akamwambia Yese, watoto wako wote wapo hapa? Naye akasema, amesalia mdogo wao, na tazama anawachunga kondoo. Basi Samueli akamwambia Yese, tuma watu wamlete, kwa sababu hatutaketi hadi atakapokuja huku. Basi akamtuma mtu, naye akamleta kwao. Naye alikuwa mwekundu, mwenye macho mazuri, na umbo lake lilikuwa la kupendeza. Bwana akasema, ondoka, umtie mafuta, maana huyu ndiye. Ndipo Samueli akaichukua pembe yenye mafuta, akamtia mafuta kati ya ndugu zake. Na roho ya Bwana ikamjilia Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Basi Samueli akaondoka
akaenda zake Rama. Basi roho ya Bwana ilikuwa imemwacha Sauli, na roho mbaya kutoka kwa Bwana ikamsumbua. Mada ya shule ya kibibilia ya leo ni Daudi mwana wa 8 wa Jese akimwagiwa mafuta kuwa mfalme wa Israeli. Mweza kuketi tafadhali. Ni muhimu kujua ya kwamba Daudi ni mtu kulingana na moyo wa Mungu, na ya kwamba ni nabii, na hivyo basi anazo zile dhamiri mbili pamoja, yani two conscience together. Ile subconscious na conscience manabii wanazo zikiwa pamoja, ndiposa hata wakiwa macho wanaweza kutazama na ile dhamiri ya pili, yani subconscious, kwa sababu hawana kizuizi ambayo wanadamu wa kawaida wanayo. Ndiposa wanaona katika viwango vingine, wanaweza kuisikia sauti ya Mungu na wanaweza kumwona Mungu katika madhihirisho yake, na malaika vile vile. Na maandiko yanasema ya kwamba Bwana Mungu hatafanya jambo lolote bila kwanza kufunua siri zake kwa watumishi wake manabii. Amosi mlango wa 3 mstari wa 7. Na pia katika Zakaria mlango wa 7 mstari wa 11 hadi 12 inasema ya kwamba Israeli hawakutaka kumsikia Mungu, na Mungu alikuwa anawanenea kwa njia gani ili Israeli waweze kumsikia Mungu? Mlango wa 7 mstari wa 11 na kuendelea inasema, lakini hawa walikataa kusikiliza, wakageuza bega lao, wakaziba masikio yao ili wasisikie. Naam, walifanya mioyo yao kuwa kama jiwe gumu, wasije wakasikia sheria na maneno ya Bwana wa majeshi aliyoyatuma kwa roho yake kwa mkono wa manabii wa kwanza. Kwa sababu hiyo ghadhabu kuu ikatoka kwa Bwana wa majeshi. Hapa inaonyesha njia ambayo Mungu alikuwa kinena na watu wa Kiebrania. Alikuwa kiwanenea kupitia kwa roho yake, kupitia kwa manabii, kwa sababu neno linakuja kwa manabii. Bwana hatafanya lolote bila kwanza kufunua siri zake kwa watumishi wake manabii. Ndipo sana watuma wakiwa na zile dhamiri mbili pamoja, yani two conscience together, ili waweze kusikia sauti ya Mungu na kuwaeleza kile ambacho Mungu anasema kwa watu ambao wako chini ya agano linaloambatana na wakati huo. Israeli walikuwa chini ya agano ya sheria. Hivyo basi Israeli walipokea kutoka kwa Mungu wale manabii wajumbe walioambatana na kipindi cha sheria. Na tunapata ya kwamba Daudi hakuwa mfalme pekee, bali pia nabii. Hivyo basi Mungu alikuwa anamnenea, Mungu alikuwa anamuongoza, na Mungu alimchagua kuwa mfalme badala ya Sauli. Na Daudi alikuwa mwana wa 8 wa Jese, aliyezaliwa katika Bethlehemu, Uyahudi, kwa sababu katika Bethlehemu ya Uyahudi ndio Kristo angezaliwa. Hivyo basi ilimbidi Daudi pia awe
wa Bethlehemu. Y el Cristo, Na Kristo el Mesías, Mesia nacería angezaliwa en la casa del pan, katika nyumba ya mkate wa Mungu ambayo ni Bethlehemu, porque Belén kwa sababu Bethlehemu o significa ni ama inamaanisha nyumba ya mkate wa Mungu. por eso Ndiposa Jesucristo tenía que nacer ilimbidi Yesu Kristo azaliwe en Belén también, katika porque Bethlehemu yo soy el vilevile, pan kwani alisema, mimi ni mkate wa uzima, que come de este anayekula pan mkate huu vivirá para ataishi siempre. milele. Y ahora Na sasa encontramos tunapata que David, ya kwamba siendo el Daudi octavo akiwa hijo de mwana Isaí, wa 8 wa Jese es tipifigura ni kivuli na del mfano rey wa venidero, mfalme anayekuja, descendiente de la reina David, mzao wa mfalme para el Daudi tiempo katika postrero. wakati wa mwisho. Tiene que ser judío Mfalme anayekuja lazima awe Myahudi y tiene que cumplir el na lazima atimize de David, ile kivuli na mfano ama type and figure ya Daudi, del kwa Mesías sababu príncipe Daudi ni que kivuli na vendrá mfano ya Mesia y que mfalme gobernará sobre ambaye Israel atakuja y sobre na todas atakayetawala las juu ya naciones. Israeli na juu ya mataifa El yote, rey que restaurará mfalme el atakayerejesha ufalme reino de wa Israel Israeli y ocupará el trono na de ataketi David. juu ya kiti cha enzi cha Por lo Daudi. tanto, Hivyo basi es importante ni muhimu saber kujua que ya David kwamba es el Daudi hijo ndiye octavo mwana wa de 8 Isaí, wa Jese, ungido akiwa como amemwagiwa rey de mafuta kuwa mfalme wa Israeli. Ahora, Sasa para el tiempo final, kwa wakati wa mwisho, el octavo hijo mwana wa 8 de la monarquía wa utawala ama monarchy de el hijo ya de mwana wa David Daudi aparecerá. atatokea, Y eso será la venida na hiyo del itakuwa Hijo kuja del kwake Hombre mwana wa Adamu para el tiempo kwa final, wakati wa mwisho, para reclamar el trono y el reino de ili David kudai kiti cha enzi na ufalme wa Daudi sobre na kuketi toda juu ya kiti cha enzi cha autoridad, Daudi na sobre kutawala, Israel, kumiliki juu ya Israeli na juu ya mataifa yote, con capital jiji kuu Jerusalén, ikiwa Yerusalemu distrito federal, na eneo todo tawala, Israel, yani Federal District Israeli yote, todas las na naciones mataifa yote que sean salvas yatakayookolewa durante la gran wakati wa tribulación, dhiki kuu entrarán al reino del Mesías, wataingia kwenye ufalme wa Mesia mfalme Myahudi, la paz y felicidad na amani na furaha desde Jerusalén itaenea como kutoka río. Yerusalemu kama mto hadi kwa mataifa yote. Ese es el que traerá la Huyo paz ndiye atakayeleta permanente amani inayodumu para Israel kwa Israeli y para todas las na kwa naciones, mataifa yote. por lo cual queremos Na kwa ajili ya que hiyo aparezca tunataka aquel que está aonekane representado yule anayewakilishwa katika mwana wa 8 de wa Isaí, Jese, el cual será el ungido como rey atakayekuwa yule aliyemwagiwa mafuta kama mfalme wa Israeli, y tiene que aparecer na en este lazima tiempo aonekane katika wakati huu wa mwisho. final. Los judíos lo están Wayahudi esperando. wanamgoja El na cristianismo Wakristo lo está vile vile esperando también. wanamgoja. Hay un misterio Kuna secreto, siri, el secreto yani más a grande de mystery, toda la Biblia siri está kuu kuliko yote kwenye Biblia en iko la katika venida del Hijo kuja del kwake Hombre mwana para wa el tiempo Adamu katika siku ya mwisho, hablarle a ili Israel awanenee Israeli y hablarle na también pia awanenee Cristianismo. Wakristo. cómo vendrá, Atakujaje? cuándo vendrá Atakuja lini? y quién será. Na itakuwa ni nani? Es el secreto. Hiyo ndiyo siri. Todo eso está en Haya yote yako ndani ya muhuri wa 7 de Apocalipsis ya Ufunuo mlango wa 8 y na capítulo 10 mlango wa 10 de wa Apocalipsis. Ufunuo, El libro kitabu que es como el libro ambacho ni kama del profeta kitabu cha Daniel, nabii Danieli, el cual también lo vio en el capítulo ambaye 7, pia alimwona viendo katika mlango wa 7 y tomando akija los derechos na akichukua haki de los reinos za ufalme
los derechos de la haki vida za uzima wa milele para establecimiento kwa ajili ya del kuanzishwa kwa ufalme reino, wa la Daudi, restauración del reino de kurejeshwa kwa David, ufalme wa Daudi, de la cual los discípulos ambayo de wanafunzi wa Yesu Jesucristo Kristo walimuuliza katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa kwanza. Walimuuliza Yesu, Bwana, je, utarejesha ufalme katika wakati huu kwa Israeli? no le tocaba a ellos, Akawaambia, sio sehemu pero yenu. nosotros sí. Haikuwa kwa ajili yao kujua, lakini kwetu hakika tunapaswa kujua, kwa sababu tuko katika wakati wa kurejeshwa kwa ufalme wa Daudi na kiti cha enzi cha Daudi. Hilo ndio tumaini pekee ambalo liko kwa watu wa Kiebrania na kwa wanadamu wote. Bila tumaini hilo, maisha haina maana. Maisha yangekuwa kufanya kazi, kulala, kula, kuacha miaka ipite na baadaye kufa. Na hayo sio maisha. Maisha ni Bwana. Yeye ndiye maisha ama uzima kwa wanadamu wote. Na kuzijua siri za Bwana, mpangilio wa Mungu unaoambatana na wakati ambapo mtu anaishi, hiyo ndio upendeleo, yani privilege na baraka kuu kuliko zote zingine, kwa sababu anapokea ufunuo wa mpangilio wa Mungu ili awe ndani ya mpangilio wa Mungu. Sio ya kwamba anaishi bila kujua kile ambacho Mungu anafanya duniani. Ni muhimu kufahamu ya kwamba mwana wa 8 wa Jese akimwagiwa mafuta kuwa mfalme wa Israeli ni kivuli na mfano wa Mesia mfalme atakaidai ufalme na kiti cha enzi cha Daudi na kuanzisha ufalme wa Mungu duniani, kwa sababu ufalme wa Mungu duniani ni ufalme wa Daudi, na kiti cha enzi cha kidunia cha Mungu ni kiti cha enzi cha Daudi. Hivyo basi ni muhimu kujua siri hizi za Biblia, ili kwa njia hiyo tusikose kujua kinachotendeka katika mpangilio wa Mungu. Inahitajika mtu ajue ya kwamba Mungu ndiye mfalme wa maumbile yote, yani universe, na ya kwamba tuko hapa tukiwa na kwa ajili ya sababu ya kiungu. Hatuko hapa ili kupoteza wakati. Tuko hapa ili kuingia katika mpangilio wa Mungu itakayotuingiza hadi kwa uzima wa milele, ili tusiwahi kufa. Hivyo basi ni muhimu tuwe macho, yani alert, kwa sababu va a ser revelado el octavo hijo, mwana wa 8 de Isaí, wa Jese atafunuliwa, tipificado en David, aliyefananishwa katika Daudi, y los judíos lo van a recibir. na Wayahudi watampokea. Pero de dónde saldrá? Lakini atatokea wapi? Eso lo vamos a Hiyo ver ndio en kile un ambacho día. tutaona siku fulani. Hebu na tuone hapa Primera de kitabu cha Crónicas, kwanza capítulo cha Mambo ya 29, Nyakati, yani First Chronicles, mlango wa 29 versos 22 mstari wa 22 na kuendelea. Inasema, Primera de Crónicas, capítulo 29, kitabu cha kwanza versos cha Mambo ya Nyakati, 22 mlango wa adelante. 29
mstari wa 22 na kuendelea, wakala na kunywa mbele za Bwana siku ile kwa furaha kuu. Wakamtawaza Sulemani mwana wa Daudi mara ya pili, wakamtia mafuta mbele za Bwana awe mkuu, na Zadoki awe kuhani. Ndipo Sulemani akaketi katika kiti cha enzi cha Bwana awe mfalme badala ya Daudi babaye. Daudi aliketi katika kiti gani cha enzi? Sulemani aliketi katika kiti gani cha enzi? Katika kiti cha enzi cha Daudi babake. Na inasema kwamba hicho ndio kiti cha enzi cha Mungu, kiti cha enzi cha ufalme wa Mungu. Yani ya kwamba kiti cha enzi cha kidunia cha Mungu ni kiti cha enzi cha Daudi, na ufalme wa kidunia wa Mungu ni ufalme wa Daudi. Ndipo Wayahudi walikuwa wanauliza, ni lini utakaporejesha? Je, utarejesha ufalme wa Israeli katika wakati huu? Kwa sababu ufalme wa Israeli ama ufalme wa Daudi ni ufalme wa Mungu wa kidunia, na kiti cha enzi cha Daudi ni kiti cha enzi cha kidunia cha Mungu, ambacho kinashikana na kiti cha enzi cha kimbinguni cha Mungu na ufalme wa kimbinguni wa Mungu. Kinachowakilisha ufalme wa mbinguni wa Mungu ni kiti cha enzi cha Daudi na ufalme wa Daudi. Ni rahisi tu jinsi hiyo. Na kutakuwa na mwana wa 8 wa Daudi, yani kutakuwa na mwana wa 8 wa Jese, akiwakilishwa katika Daudi yule mpendwa, yani the beloved. Bethlehemu ya Uyahudi, nyumba ya mkate wa Mungu. Wakristo wanangoja kuja kwake Bwana. Bwana anakuja kwanza kwa kanisa lake na baadaye kwa Wayahudi, kwa sababu nyumba ya mkate wa Mungu, ambaye Kristo ndiye mkate wa Mungu, ambaye alisema mimi ni mkate wa uzima, yuko ndani ya kanisa, ambayo ni nyumba ya kiroho ya Mungu ya Agano Jipya. Hivyo basi Wakristo lazima wafungue macho yao, kwa sababu kuja kwake Bwana kwanza itatimia miongoni mwa kanisa la Bwana Yesu Kristo, ambayo ni hekalu la Mungu la kiroho, na ni nyumba ya mkate wa uzima, kwani Kristo na kanisa lake ni mwili moja. Kanisa lake ni mwili wa siri wa Kristo, na wao ndio wako chini ya Agano Jipya. Baadaye atajifunua kwa watu wa Kiebrania. Watu wa Kiebrania watamwona, wataona kuja kwake Bwana kwa kanisa lake, na watasema huyu ni yule ambaye sisi tunamngoja. Wao baadaye watampokea, na kipindi cha ufalme kitaingia, yani dispensation of the kingdom, ambayo ndio inaambatana na Wayahudi. Hiyo interlace ama makutano ya kipindi cha ufalme na kipindi cha neema ni rahisi tu jinsi hiyo, lakini kwa vile ni siri kuu kuliko siri zote zingine, imefungwa hadi wakati huo ambapo Mungu ataifungua
na atatangaza siri hiyo ya kuja kwake Bwana, kuja kwake mwana wa Adamu katika wakati huu wa mwisho kwa kanisa lake, na baadaye kwa watu wa Kiebrania. Hivyo basi kuna kuja wakati wa maandalizi kwa Wakristo na pia kwa Wayahudi ili kuwa tayari kwa ajili ya kuja kwake Bwana, kuja kwake mfalme wa Israeli, kuja kwake kwa yule ambaye Daudi ni kivuli na mfano kama mwana wa 8 wa Jese. Kumbukeni ya kwamba Kristo alisema katika Ufunuo mlango wa 22 mstari wa 16, Kristo katika Roho Mtakatifu ndiye anayenena katika kitabu cha Ufunuo. Ndiposa kila mara inasema Roho asema jambo fulani, Roho asema, na baadaye inasema Roho na bibi harusi wasema, kwa sababu kanisa lazima lirudie kile ambacho Kristo katika Roho Mtakatifu anasema kwa na miongoni mwa kanisa lake. Mlango wa 22 mstari wa 16 inasema, mimi Yesu nimemtuma malaika wangu kuwashuhudia mambo haya katika makanisa. Mimi ndimi shina na uzao wa Daudi, ile nyota yenye kung'aa ya asubuhi. Na Roho na bibi harusi asema njoo, na yule anaye kiu na yeye asikiaye na aseme njoo, na yule anaye kiu aje, atoaye maji ya uzima bure. Hapa tuweza kuona ya kwamba Kristo ndiye shina na mzao wa Daudi. Yeye ndiye mwana wa Daudi. Na katika siku ya mwisho kumeahidiwa dhihirisho la mwana wa Adamu miongoni mwa Wakristo na baadaye miongoni mwa Wayahudi. Hiyo ni kuja kwake Bwana katika wakati wa mwisho. Kuna siri kuu mahali pale. Kumbukeni ya kwamba Kristo alisema siku zote mwana wa Adamu, ni ya kwamba kama mwana wa Adamu, hiyo ofisi ama title inaambatana na nabii. Niposa kama nabii, Kristo alikuwa anajitambulisha kama mwana wa Adamu, na ahadi ni ya kwamba mwana wa Adamu atakuja katika mawingu pamoja na malaika zake ili kuwaita na kuwakusanya wateule wa watu wa Kiebrania ambao ni wateule 144,000, 12,000 kutoka kila kabila. Lakini kwanza anakuja na kujidhihirisha miongoni mwa kanisa lake katika wakati huu wa mwisho. Wakristo lazima wawe tayari kwa ajili ya tukio hilo, wawe wameunganika vizuri kabisa, na Wayahudi vile vile, ili kuja kwake mwana wa Adamu iwe ya baraka, waweze kumtambua na waweze kupokea baraka zinazokuja katika mwana wa Adamu kwa wanadamu katika wakati huu wa mwisho. Mwana wa 8 wa Jese akimwagiwa mafuta kuwa mfalme wa Israeli. Hiyo ndio imekuwa mada yetu ya shule ya kibiblia kwa ajili ya leo Jumapili ya shule ya kibiblia hapa katika kanisa la Grand Carpa Cathedral. Na kwa wote ambao wameunganika na mkutano huu kupitia kwenye satellite ama
interneti. Israeli wanamngoja mwana wa Daudi, Mesia mfalme. Wanamngoja mwanadamu, nabii, ambaye ndani yake kutatimia hizi unabii. Hebu na Mungu awabariki na walinde nyote, na mzidi kuwa na dhuhuri yenye furaha iliyojawa na baraka za Kristo Mwokozi wetu.